Tuangazie mengine ni kwamba mamlaka ya usalama barabarani NTSA kwa ushirikiano na serikali ya kaunti ya Kisii inaadhimisha wiki ya 8 ya usalama barabarani ya Umoja wa Mataifa leo hii. Hebu sasa tuungane na mwandishi wetu Kombo Alfayo kwa mengi zaidi. Kombo, hali iko vipi? Naam, asante sana Joashon Sare na kupata vyema kabisa kutoka katikati ya mji. Kumbuka kwamba kutoka asubuhi uhamasisho umeendelea kutolewa kutoka ugani Gusii hasa siku hii ya leo. Kufikia sasa matembezi yamefanywa kutoka ugani Gusii kufika daraja 1, daraja 2, na wengine wapo katika stage kuhakikisha kwamba wanawahamasisha wale ambao wapo pale pia moja na wapita njia. Tutakuwa nazungumza na mmoja mchukuzi hapa Bwana Richard bodaboda, atuambie wakati tunajali usalama barabarani, je, changamoto ni zipi ambazo mnapitia hapa katika kaunti ya Kisii, na hasa mngependa serikali ya kaunti iweze kuangazia ili uchukuzi uwe sawa na uhakikisha kwamba wale ambao wanapita wapo salama? Kitu ya kwanza naenda kusema kwa hii road safety. Yaani kwa vile tunapata changamoto kwa hii barabara. Kwanza kabisa mimi naitwa Geoffrey Momanyi kutoka Kisii County. Jambo la kwanza naenda kusema tunapata changamoto kwa barabara wakati tunapita, ni kwa sababu watu wamejaa. Tumepata msongamano wa watu ambao unakuta hii sehemu mahali watu wanapitia ndio watu wamejazana, wameweka business yao, yaani vitu ya kuuza wamejazana. Sasa wakati tunapita tunapata msongamano kwa barabara. Bas, kwa majina Nicholas Umwenga from Kisii. Nilikuwa nasema ukiangalia barabara zetu asipitiki kamwe, zinakuanga na jamu kila mahali. Kama sisi watu wa bodaboda wakati tunataka kupata nafasi ya kusafirisha wenzetu, unakuta barabara asipitiki vizuri na watu wa magari wanaendezanga magari na kifuli. Kuna wakati wanatusumbua kwa barabara kwa sababu wanaona motorbike ni kitu kidogo. Kwa hivyo tulikuwa tunaomba kama watu wa usalama barabarani wajaribu kuangalia kama tunaweza fanya kazi yetu vizuri, kwa sababu tegemeo letu ni kufanya kazi ya bodaboda. Kwa hivyo tunataka kaunti yetu ikuwe salama na ikuwe sawa. Kama watu wa usalama barabarani waangalie vizuri sana ili tuweze kupata njia ya kupita, ndio tupate riziki kwa ukweli. Kuna sehemu zingine asipitiki, tunaomba sikwe zinapitika. Asante sana. Pengine tuweze kupata mwingine atueleze, je, katika uchukuzi huu wako wa wanabodaboda na wapita njia, je, unahisi kwamba ni kipi ambacho kinafaa kufanywa ili kuhakikisha kwamba tunadumisha usalama barabarani hasa katika mji huu wa Kisii? Okay, kwa majina mimi naitwa Bernard Mugambi, mzaliwa na mkaaji wa hapa Kisii. Nikianza kuongea especially barabara za Kisii County ni mbaya sana. Tungeomba sana hawa watu kama hawa watu wa Kenya kura hao wenye wako Nairobi wakuje huku Kisii kwanza waangalie hizi barabara zetu zimekuwa mbovu, bottles ziko kila mahali. Sasa zimefanya hadi wachuuzi wameanza kusongea kuja karibu kwa barabara kufanyia biashara zao hapo. Ningeomba sana county government yetu ya Kisii ikishirikiana na serikali kuu wakuje waone vile hii mji wetu wa Kisii unaweza panuliwa, hizi barabara ziweze kufanya kazi vizuri. Ukiangalia sehemu ambazo wapita njia wanafaa kupita, je, zimezingatiwa? Hapana. Huku Kisii wapita njia wanafaa kupita katika barabara, lakini sasa ukipata wapita njia unapata watu wameweka vitu zao ndio wanauzia huko. Sasa inakuwa vigumu hata watu wa bodaboda wanafinyiliana, hata accident ama ajali zinaweza patikana kwa urahisi sana. Pendekezo lako ni lipi? Pendekezo lako ni lipi? Ningeomba county government wakishirikiana na serikali kuu wakuje waangalie hizi barabara ili ziweze kupitika. Naam, sana. Kwa kifupi tu neno moja. Mimi kwa majina naitwa Dennis Mukwa, ni mkaaji hapa Kisii. Kisii County, hapa Kisii Town. Ukweli kila mahali ukiangalia kuna kapros, kuna mahali wananchi wametengewa mahali wanapita. Town yetu at least unaona improvement iko tangia county government zifanye nini sikuje. So the issue is wanabiashara hawa wadogo ndio wamekuwa wengi. So na unajua kila mtu anachipigania maisha yake.
So hatuwezi sema ya kwamba utaamka siku moja uambie watu eti toka town. So lazima tunaomba ya kwamba the county government waangalie vizuri, watafute other market centers zingine huko nje, kama huko Nyanchwa kuna mahali kuna market center, huko Mwembe, Jogo. Hata soko yetu kubwa ya daraja 2 ikiundwa vizuri, au wafanya biashara wadogo waenda watengewe mahali watakuwa wanafanyia biashara yao. Na hii town imeundwa vizuri, the town is very clean, so the only thing ni space iko kidogo. Town yetu unajua ni ukitembea hivi ina 30 minutes time umemaliza, lakini town nayo gavana wetu anajaribu, county government inajaribu. Ni venye watu tuko wengi, na unajua venye tumezaana, Wakenya sisi ni wengi bana. Naam, asante sana. Ukisikia tu usalama barabarani unasema kwamba serikali ya kaunti ijaribu kuangalia kwamba hapa kando wanapopita watu wachuuzi waliopo waweze kutoa fursa ili wanaopita njia wakose kupita barabarani, wapite mahali ambapo wanafaa kupita. Ni swala ambalo tulikuwa tunaangazia. Joshua Nsare, jina langu ni Kombo Alfayo kutoka kaunti ya Kisii. Narejesha skani kwako studio ya Josh. Nama shukran sana Kombo Alfayo kwa tathmini hiyo kuhusiana na masuala ya kampeni ya usalama barabarani katika kaunti ya Kisii, wakazi wakieleza kile ambacho wanataka kukifanya. Mtazamaji, tuangazie masuala ambayo tumekuwa tukiangazia kuhusiana na dhulma